Ningependa kuwakaribisha wote watazamaji wangu jioni ya leo kwa kusikiza neno la Bwana hapa Sayare. Majina yangu naitwa Bernard Mhando, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nashiriki kanisa la Deeper Life Bible Church kule Kabore. Kwa hivyo kabla tusikie neno la Bwana, ningependa tuombe kwa pamoja. Baba, nakushukuru jioni njema. Asante kwa sababu kila mtazamaji wangu kote aliko mfalme. Naomba ya kwamba napenda kutazama andiko haya. Mungu wetu wa mbinguni, useme na kila nafsi na kuinua kila moja na kuwezesha baraka zako zikafikia kila moja wanakosikia kwa jina la Yesu. Asante mfalme, sema nasi katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Hivyo basi jioni njema hii ningependa kwa pamoja tuweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo mlango wake wa 3 mstari wake wa 8. Hapo ndipo nitakapoweka mada ya somo letu ama somo langu jioni njema. Mwanzo 3 mstari wa 8, andiko yasema ya kwamba Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga, Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Katika somo langu jioni njema nimekipa ama nalipa kichwa cover up, yani kuficha ukweli ama kuficha makosa. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kutoka na maandiko, Adam na mkewe baada ya kusikia sauti ya Bwana, andiko yamesema ya kwamba wote waliweza kujificha bustanini eti Mungu asiwaone. Maandiko yanaonyesha kwamba mume na mke hakuna mmoja aliyekuwa na ujasiri wa kusimama, kumaanisha wote walikuwa katika lengo moja, kusudi moja ama wazo moja. Na mbona wanamtoroka Mungu? Ni kwa sababu ya makosa na dhambi ambayo walikuwa wameifanya. Badala ya kutubu dhambi, waliweza kujificha, wakikosa kuelewa ya kwamba Mungu anaona hata vile ambavyo vimesitirika katika undani wa nafsi na mioyo, vilivyo katika hata vilindi vya maji. Mungu Mwenyezi wakakosa kujua ya kwamba anaviona. Nikisoma mlango wa 4, Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye. Akafanya nini? Akamuua. Mstari wa 9, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Angalia mstari wa 10, akasema, nani anasema mahali hapa? Ni Mungu akasema, Mungu, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Hapo tumeona ya kwamba maandiko yanatuonyesha jinsi gani Adamu na mkewe waliweza kufanya makosa kisha wakayasitiri, wakajificha katika vichaka. Hapa Kaini pia tunamuona ambaye ni mwana wa Adamu na mke wake. Tunaona ya kwamba Bwana Mwenyezi Mungu aliweza kumuuliza swali, na ajabu ya kwamba mwitikio wa Kaini ni mwitiko ambao unaonyesha kwamba ni kijana ambaye hakuwa na heshima. Anamuuliza Mungu, mimi kwani ni mlinzi wa ndugu yangu? Lakini baada hiyo anasema, ama kabla hayo anasema ya kwamba Mungu anapomuuliza ndugu yako yuko wapi, anajua mahali yuko. Anamwambia, mimi sijui. Kwani alikuwa hajui mahali amemuulia, mahali amemweka? Akamwambia Mungu, mimi sijui. Angalia ule utundu ulio katika moyo wake.
anasema kwani anasema ya kwamba mimi. Angalia mstari wa 9, akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui. Is it true kwamba Kaini hakuwa amejua mahali ndugu yake alikokuwa? Alikuwa amejua, lakini anaficha. Anasema mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Hana aibu kumuuliza Mungu swali kama hilo. Hana kuogopa Mungu ni nani amuulize swali kama hilo. Angalia mstari wa 10. Mungu anamwambia, Mungu akasema umefanya nini? Kaini alijua, ama akili yake kana kwamba elimwambia Mungu hajui kile ambacho amefanya. Mungu anamuuliza umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalilia kutoka katika ardhi. Tumeona ya kwamba Kaini vile vile akafuata mkondo wa wazazi wake ambao walikuwa waasi. Kwa kitambo kidogo niangalie vipengele kadhaa ama mifano ya watu wachache katika Biblia ambao walisitiri na kuficha maovu ambao walikuwa wamefanya. Naomba soma Samueli wa pili, 2 Samuel mlango wa 13. Samueli wa pili mlango wa 13, tusoma pamoja kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yasema, Samueli wa pili 13 mstari wa kwanza, ikawa baada ya hayo Absalomu mwana wa Daudi ambaye ni mfalme alikuwa na umbu mzuri, jina lake akaitwa Tamari, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Yani mtu anapenda dada yake. Tuangalie mstari wa pili. Nasema ya kwamba akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwana mwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote, kwa hivyo akafanya nini? Angalia mstari wa 3. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki, jina lake Yonadabu mwana wa Shama ndugu ya Daudi, naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Utaangalia maana ya ule mwerevu sana baadaye. Angalia mstari wa 4, what happened? Mule mtu mwerevu sana anasema nini? Naye akamwambia, kwa nini mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda Tamari. Yani anampenda dada yake, a sister. Can you love your sister? Napenda Tamari, umbu la ndugu yangu Absalom. Hivyo basi tuangalie mstari wa 5. Nasema ya kwamba Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa, na babako atakapokuja kukutazama umwambie, huo ndio werevu wake, umwambie, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusi anipe mkate nile, akaandae chakula machoni pangu nikione, nikakile mkononi mwake. Angalia mashauri ya yule mwerevu. Basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa. Amnoni alikuwa mgonjwa? Hakuwa mgonjwa. Akajifanya mgonjwa, na mfalme alipokuja kumtazama, Amnoni akamwambia mfalme, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusi aniandalie mikate miwili machoni pangu nipate kula mkononi mwake. Tuangalia mstari wa 7. Unasema, basi Daudi akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamari. Daudi huyu hakuwa na ana roho ya kusense, na roho ya kutambua nini inafanyika. Akasema, nenda sasa nyumbani kwa Amnoni ndugu yako ukamwandalie chakula. Angalia mstari wa 8. Akaenda Tamari nyumbani kwa ndugu ya Amnoni, naye alikuwa amelala. Akachukua unga, akaukanda, akaiandaa mikate machoni pake, akayoka mikate. Baada ya kuoka mikate akafanya nini? Angalia mstari wa 9. Nasema ya kwamba akakitwaa kaango, akalitwaa kaango, akalisongeza mbele yake, lakini alikataa kula. Hiyo ni ujanja. Naye Amnoni akasema, toeni watu wote kwangu. Wakatoka kila mtu kwake. Mstari wa 10 anasema,
Anasema ya kwamba Amnoni akamwambia Tamari, kileta chakula chumbani nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitwaa mikate aliyoifanyisa, akamletea Amnoni nduguye, mle chumbani tuone kama atakula chakula kile. Mstari wa 11, naye alipokwisha kuileta karibu naye ili ale, yule mgonjwa Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Tamari alifanya nini? Alisema nini? Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu, kwani haifai kutenda hivi katika Israeli, utende upumbavu huu. Kwa mkutasari kwamba unapoendelea kusoma maandiko yale mahali pale, utagundua ya kwamba huyu kijana hakuwa mgonjwa, alijifanya mgonjwa akiwa na malengo, akiwa na ujanja. Anataka alale na dada yake, afanye usharati, afanye uchafu na yeye, afanye uzinzi na yeye, afanye incest with a sister. Alijifanya yeye ni mgonjwa. Ndio maana anafanya mambo haya yote na hizo deal zote ambazo tunaziona. Mathayo, tuangalie mfano mwingine, Mathayo 26. Tuangalie mistari michache, mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Maandiko yanasema ya kwamba wakati huo mmoja wale dhanashara, jina lake Yuda Iskarioti, aliwaendea wakuu wa makuhani. Mstari wa 15 unasema nini? Akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Mstari wa 16 nasema kwamba tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi akapate kumsaliti Yesu. Hapo tumeona ya kwamba tumeona kwamba Yuda alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kristo Yesu akawa ameongea kwamba kuna moja anaenda kusaliti, lakini bado jamaa huyu aliendelea na mipango ile. Katika Matendo ya Mitume 5:1-10, Anania na Safira wakajifanya wao ni waleta matoleo. Wakaulizwa kama ni kweli yote, wakasema ndio, lakini mwisho wake what happened? Wakaweza kutokomea, wakaangamia. Jambo kwa ufupi ni kwamba ukificha dhambi zako, Mithali 28:13, mtu afichaye dhambi zake hatafanikiwa, asiungamana kuziacha atapata rehema. Jioni ya leo, ndugu yangu, dada yangu, sijui ni dhambi ngapi umefanya, itakuwa ni vizuri usijifiche, yafichue mbele za Bwana na uombe rehema, utapata rehema mbele za Bwana. Nataka niombe na wewe katika jina la Yesu ya kwamba Mungu atakusaidia kufanya maamuzi yaliyo mazuri. Usifiche dhambi. Dawa ya dhambi ni kutubu na kuungama na kuziacha, na utapata rehema mbele za Baba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu msikilizaji wangu, mtazamaji wangu kote aliko Bwana. Ninaomba kote ambako amejiunguza akajihoji maovu yote ambayo amekutenda kisiri pasipo Bwana, pasipo na kujirudia. Sasa jioni ya leo, niombi langu ya kwamba ukampa neema anapoungama mbele zako na kuziacha. Bwana, umsaidie, umsamehe, umrehemu na hata kumrejesha kwenye ufalme katika jina la Yesu. Naomba neema yako itamlinda na kumhifadhi katika njia ya ufalme. Asante kusikia na kujibu katika jina la Yesu. Naomba nikiamini. Amen. Bwana akubariki sana.